Mkuu, naomba unisamehe. Najua sijashindwa, ila nipe siku 2 mbele. Lazima nikamilishe hili. Kama atakuwepo katika kijiji hiki, lazima nifanye hivyo. Naomba unisamehe. Sara! Sara! Mkuu, naomba unisamehe. Acha! Unadhani nimekuja hapa kwa ajili ya kupiga stori na wewe? Unaishi nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza hadithi zako? Wenzako wote wameshatoa kafara, walioniahidi. Umebaki wewe tu. Ina maana unaniweza, si ndio? Unanimudu. Ila nini? Lakini mkuu, sijashindwa na kuahidi nitafanya. Lakini ni Sara! Una mawili kati ya moja la kuchagua. Nikuue wewe ama nimuue binti yako. Una mawili kati ya moja. Nikuue wewe ama nimuue binti yako. Una mangapi? Mawili. Nikuue wewe ama nimuue binti yako. Mkuu, samahani. Unataka nikuue sasa hivi? Pero! Lazima nikutafute popote ulipo. Siwezi kukubali binti yangu afe. Wewe ndio nilikuwa nakutafuta. Wewe kutembea na mke wangu wewe? Wewe kutembea na mke wangu bwana Jumbe? Leo sasa ulilolitafuta utalipata. Wewe kunikimbia mimi wewe? Ndo kama unavyoona rafiki yangu. Yaani Pendo kapotea katika mazingira ya kutatanisha sana. Na hivi karibuni ndo nilitoka kuwa naye tu. Na sielewi atakuwa ameelekea wapi. Na unavyojua nampenda sana Pendo. Pole sana ndugu yangu. Kwa hiyo tunafanyaje? Yaani hata sielewi nifanye nini. Sielewi kabisa. Lakini ile swala mimi naona limekaa kishirikina. Hata yule mamake mdogo simuelewi kabisa. Kosa rafiki yangu. Unanishauri nini sasa kuhusu hili swala? Mimi naona tutafute mganga. Wazo lako zuri sana. Inabidi tufanye hivyo. Lakini huyo mganga tunampataje? Mganga sio kutafuta haraka. Ila kwa sasa hivi muda umekwisha, tusubirie kucho. Sawa. Nimekuelewa. Inabidi tufanye hivyo. Na kuomba sana. Sitaki kumpoteza kabisa Pendo. Nampenda mno. Mimi naelewa hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo nampenda sana yule mwanamke. Ila kesho lazima tupate majibu. Na imani itakuwa sawa. Nashukuru sana. Nampenda sana Pendo. Wewe hata usijali.
Fresh. Wewe umenikimbia? Ama zangu ama zako. Siku nikikukamata utaula achuya. Yaani wewe Jumbe, afadhali sijamkamata. Nikikukamata Jumbe, ama zangu ama zako. Ili panga litaisha mwilini mwako. Wewe kutembea na mke wangu? Una bahati sijakukamata. Kipele mwanangu, nakupenda sana, lakini nataka utoke hapa, ukimbie uende mbali kabisa, uende kijiji cha 3 kutoka hapa, kwa sababu hiyo yote ni kuepukana na Champo. Maana Champo ataniua mimi au wewe, lakini ili kunikomesha mimi lazima atakuua tu wewe. Hapana mama, wewe unadhani mimi nawezaje kwenda peke yangu mama na kukuacha wewe? Naomba uende, kimbia haswa, niache mimi nibaki mwenyewe ili niweze kumtafuta Pelu popote alipo, na nikishampata nitamtoa kafara. Kipele, naomba ukimbie, tena upite msitu huu hapa wa Embeti. Kijiji kinachofuata utamkuta mjomba wako, sawa? Ukimtajia tu kwamba mimi ni mama yako, basi atakupokea. Mjomba wako ni mtu maarufu sana. Ukimuuliza mtu yoyote, hata mtoto, anaweza akakuelekeza na ukafika. Mjomba wako anaitwa Kidaka, sawa? Ukifika pale atakupokea, na ukimwambia kwamba mimi ni mama yako, basi mwanangu utakaa, utaishi kwa amani. Sawa mama, lakini natamani kwenda na wewe. Mpaka nitakapomalizana na hili tatizo, nitakuja kukufuata. Sawa? Sawa. Usijali mwanangu, naomba ukimbie. Kimbia haswa, okoa maisha yako. Hivi Jumbe, unanichukuliaje kwanza? Na isitoshe nimepata habari zako, umeenda kumtolea posa cha Upele. Mimi je? Hepi, hebu nisikize kwa makini. Siku zote mapenzi hayalazimishwi, sawa? Mimi naye kwanza tuendani. Kumtolea Hepi, kumtolea nani Kipele barua, wewe haikuhusu. Isitoshe mke wa mtu, alafu mme wako yani leo putu, yani anikate miguu, yani msamaru chochoro tu. Haya, mimi leo angenikamata miguu, mgeni wa nani? Hatuendani. Na ulikopa unanitongoza. Si ukopa unajua kama mimi naye hatuendani. Kitu gani kilichokusababisha wewe tu unitongoze mimi? Hivi, mapenzi hayalazimishwi. Sawa? Alafu mimi sio mtu wa kuoa. Sawa? Hivi umeona shepu ya kuoa? Mimi siwezi nikaoa hata siku moja. Kama ulijua nitakuoa wewe au hiyo Kipele, hiyo sahau. Alafu hivi ni mtu gani usiokubalika kuachika? Mimi nimekwambia sitaki mazoea na wewe, mimi na wewe basi. Shida nini? Sikiliza nikwambie Jumbe. Mimi na wewe kufa kuzikwa, siwezi kuachwa na haitakuja kutokea. Labda mimi niache, lakini eti wewe uniache mimi? Hapana, haitokei hata siku moja. Hepi, mimi ni mtu mwenye akili sana. Sawa? Alafu sinaga maarifa ya kupitisha kona kona. Wewe unasema huwezi kuachwa. Mimi ndo nakuacha leo hii. Sawa, afu sitaki mazoea. Unaponikuta sehemu yoyote, achana na mimi. Endapo unaponifuatizia ama zako ama zangu. Shamba nini wewe? Unijui Jumbe. Jumbe ndo naondoka. Naondoka. Jumbe! Jumbe! Kumbe unijui huyu vizuri. Sasa subiri, tamkomesha. Kipele? Kipele? Afadhali nilivyokuona.
shauku yangu ilikuwa kutafuta ili tuzungumze yale yote yaliyotokea. Jumbe, wewe unanichukuliaje mimi wewe? Hivyo unanichukulia mimi ni kama hao malaya yako? Cha kwanza nakuchukia kwa sababu umeshaniharibia maisha yangu. Kipele, usizungumze hivyo. Na unajua kabisa mimi nakupenda wewe na na upendo wa dhati na wewe. Wanawake katika kijiji hichi wengi wananishobokea, na isitoshe wanaona mimi ni mwanaume pekee mwenye mafanikio katika kijiji hichi, na mimi sina nia mbaya na wewe Kipele. Ndio maana nimekuja kwenu kuleta barua. Mimi sio mtoto Jumbe kama unavyonichukulia wewe, na hili umeshalikologa, lazima utalinywa. Sasa naondoka. Ukija kuniona tena nimerudi, lazima nikufanye kitu kibaya. Kipele, usiseme hivyo. Kipele! Kipele! Hizi tamaa hizi zitaniponza. Kipele Sada Happy. Ila Kipele ni mzuri sana. Hakika nitamuoa. Hata bado hujanuna, unishughulishi una, wenyewe tunapendana, unaleta upashkuna. Kuchezewa mume wangu nasema sitaki, kuchezewa mume wangu nasema sipendi. Nyo, yani kipigo ulichopewa na mmeo bado tu, yani wewe na bado nyoko 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 nyoko. Ikawaje? Unadhani alisumbua basi? Nimempa vidawa vidogo tu vya uongo na kweli. Si unajuaga hakunaga mkate mguu mbele ya chai. wewe na unayaweza. Tuachane na hayo. Hivyo shirika mmeshindwa kabisa kunisaidia. Wewe naye tatizo zako na umekosea. Ulipoenda kushtaki pale ni ukweni. Ukweni? Ndiyo. Jumbe kaenda kumtolea barua Kipele. Kumbe ndio maana Sonia kashindwa kunisaidia kwa sababu Jumbe kapeleka pale barua. Sawa, hayo yote ndio nimejua hapa leo. Kwa hiyo ina maana hata wewe hutaki kunisaidia? Mimi siwezi kukusaidia kwa sababu unajua msa kiongozi wetu ni Sonia. Kwa mimi siwezi. Ila sawa, kwa jinsi ninavyompenda Jumbe, hata mume wangu bwana niachane naye, siwezi nikashindwa, na nitamshawishi Sonia anisaidie kadri ya uwezo wake, na yeye pia akishindwa basi nitajipambania mimi mwenyewe. Haya, mimi nipo hapa. Wewe nayo ugali bado uko jikoni? Maana njaa inauma hapa tata. Umeongea sana. Mbona nimewaletea jambo langu lakini ukimya umezidi? Au hamtaki kunisaidia? Matatizo gani hayo? Mpenzi wangu Jumbe. Hivi epi una akili kweli? Yaani unanikuta mimi niko kwenye matatizo yangu. Nafikiria jinsi ya kusevu haya matatizo mimi kuhusu champo. Unaanza tena kuniletea mapenzi. Alafu epi, punde tu mume wako katoka kuleta fujo hapa. Sababu ni wewe, na nilishakwambia wewe ni mke wa mtu. Hebu kaa ufikirie matatizo ya nyumbani kwako. Achana na huyo Jumbe. Unaanza tena kuja kunichanganya na Jumbe hapa. Jumbe ni mwanaume ambaye nampenda kuliko hata huyo mume wangu. Lakini ukiniahidi kunisaidia, nina jambo muhimu sana katika maisha yako kukuelezea. Kitu gani hicho epi? Nimemwona Peru. Peru? Ndio Peru. Lakini siwezi nikakwambia Peru yuko wapi mpaka uniahidi kunisaidia. Na kuahidi nitakusaidia. Lakini kikubwa tu sitaki kupoteza uhai wangu wala binti yangu. Naomba uniambie Peru umemwona wapi? Peru nimemwona
akiwa anakimbilia kwenye msitu wa Embeti kule kwenye barabara ya Mzee Makona. Asante sana Epi, maana hapa nilikuwa nafikiria jinsi gani nitampata Peru. Asante kwa taarifa, nitakusaidia pia. Ngoja kwanza nimalize hili swala kwa sababu umeniambia. Ngoja kwanza nimalizane na hilo. Sawa mshirika, kwa sababu sasa hivi una mambo mengi sana. Anza na hili la Peru, ukishamaliza tutakuja la kwangu. Sawa, mimi naenda.